Maashara al-hadhirin, tukiingia katika mwezi wa Dhulqaada huwa ni katika kukumbuka, ni katika miezi mitakatifu, na Mwenyezi Mungu ametuletea watu ambao kwamba wataka wazungumzwe, watu watakatifu. Leo hapa tuzungumza legacy, turathi za watu watatu. Kwanza, wa ala rasihim Sayyid Muhammad bin Muhsin al-Haddar, sahibu al-Mukalla. Huyu ndiye shekhe lake Sharif Haddadi, alikufa leo. Na tumzungumza Sayyid Ali Badawi na kijana chake, humul jibalu fasal anhum musadimahum. Hawa ndio majabali, waulizeni wayajuao yale majabali, wale ambao waliokuwa na wao wawajue, kwa sababu hawa ndio zio za kuangalia sisi twatoka wapi na sisi twenda wapi. Ni mtu na mtoto wake. Sayyid Ali Badawi kwa ukuumeni ni mjukuu wa kwanza wa Habib Saleh bin Ali Jamalil, na ni mjukuu wa kwanza wa Sheikh Abdullah Bakathir, na wote hao majabali, na wote hao wana tarikhi katika East Africa, na wamewata tarikhi kubwa sana. Ikiwa Sheikh Abdullah hana mjukuu isipokuwa ni Sayyid Ali Badawi, basi utosha. Ikiwa Habib Saleh hana mjukuu isipokuwa ni Sayyid Ali Badawi, hutosha kwa ile kazi yake aloifanya. Amemuita Sayyid Ali kutabaruk na Habib Ali al-Habshi, kutabaruk na ami yake mwenye Sayyid Ali ambaye akiitwa Ghazali wa wakati wake. Amezaliwa Lamu, ameyewa Amu, na ameyewa na Habib Saleh mwenyewe. Amesomeshwa na babake na Habib Saleh, na amesomeshwa na mashekhe wengi Amu. Elimu yake ilikuwa ikipija zimbimbi. Alikuwa hana kitu ambacho kwamba hakukuhifadhi. Siku zote yeye akija darasani huja akaketi, mkamwekea kitabu, hatukui kitabu nyumbani, zote uzihifadhi kwa moyo. Sayyid Ali juu ya elimu yake yote ilikuwa ni mtu anatawadhu ya hali ya juu kabisa. Ukimwona mtu yoyote ambaye kwamba unatawadhu, basi muangalie Sayyid Ali. Akipenda wanafunzi wake, tumesoma hapa mirithati ya mwanafunzi wake Muhammad Sheikh Al-Waili, vipi akimweleza kama huyu alikuwa baba, huyu alikuwa mwalimu, huyu alikuwa ndio mzee wetu, huyu. Mimi mwenyewe amenambia khali yangu vile mapenzi alokuwa akimpa ni hali ya juu.
na ilikuwa ni mtu hapendi hata makubwa. Ndani ya Malindi ilikuwa yeye hatoki Amu mpaka apite Malindi, hatoki Mombasa mpaka apite Malindi, na ana lazima ashukie kwa mwanafunzi wake Muhammad Omar Dumila. Hakai mahali popote. Matajiri wote walioka wataki, ataka kwa mwanafunzi wake. Yale mapenzi aliyoyatia ni hali ya juu kwa wanafunzi wake. Ikiwa kuna baba wa elimu, basi ni Said Ali. Said Ali alianzisha, si masala kusomesha, alianzisha durus, madrasa. Kitu madrasa kulikuwa hakuna kwetu, aloanzisha ni Said Ali. Akaanzisha funun za kusomeshwa katika vismu vote. Wewe ukitoka kismu awal utasoma hiki, utasoma hiki, utasoma hiki. Ukisikia kismu thani namna hii. Akapanga madrasatun Najah. Akaletwa hapa na Habib Saleh, akafungua madrasatul Falah, kuanzisha madaris. Watu wa Unguja wakaona na wao pia, na Unguja kulikuwa kumepakata wanazuoni. Unguja kulikuwa kumepakata wanazuoni kwa sababu waliotoka walikuwa kwa Unguja wametoka katika kwa Sheikh Abubakar Bakathiri na Sheikh Abdullah Bakathiri na Said Ahmad bin Simeti, lakini wakaona kwamba hakuna mtu wa kufaa kuja isipokuwa ni Said Ali. Akenda Said Ali. Said Ali, kama mlivyosema hapa, amefanya kitu hakijafanyikapo wala hakijafanyika sasa. Dasturi katika takhasusi yoyote huwa wewe utapata udoktor au upata PhD mpaka uiandike ile elimu ambayo uliosomea. Utaandika pepa kwa yule aliyokusomesha. Yeye aliyatoa vipi? Manake mazingara aliyokuweko ilikuwa si mazingara ya kiakademia. Akajaribu kila fani akisomeshwa akawa huiandikia. Alisoma mikati kwa Sheikh Al-Amini, akamtungia Sheikh Al-Amini. Baada ya kumaliza akamwambia Sheikh, hiki kitabu na kila fani na hao mustalahi, kila kitu, fiqhi, na kitu akiwa amekipata, sahau kwamba atakisahau. Tumekwenda Somalia, tumeingia Mogadishu. Wakati huo Somalia kulikuwa wanazuoni wengi sana. Tukapelekwa kwenye msikiti ambao kuna wanazuoni wasoma Irshad Ibn al-Muqri, kitabu kigumu sana. Tukiingia hakuna mwenye alioshika kitabu, watu wote wamepiga habwa, husomwa hizbu ya Irshad Ibn al-Muqri. Tulikuwako pale, ilikuwa kuna wanazuoni, kuna Said Muhammad Bahsan, kuna Jawadi,
kuna Fariji Bwana Mkuu, kuna Said Muhammad Dini, watu wote wako pale na yeye, wala rasim tuko na yeye Said Ali. Sasa watu wote tunasema hii ni izara nani? Sisi tumeteletwa hapa watu husoma Irshad ibn Muqri, hakuna Faraji unaambia mimi nimekisoma hiki kwa Said Ali miaka 30 zilizopita, na yeye hana sidhani kama anacho. Na katika East Africa watu walikuwa ni watatu wamehifadhi Irshad ibn al-Muqri, ni Sheikh al-Islami, ni Abud bin Zahrani mwanafunzi wake Sheikh Abud bin Zahrani, kisha na Said Ali. Basi walipokaa Said Ali akaambiwa endelee, alishuka nayo Irshad ibn Muqri kama ambao kwamba husoma Fatiha. Jamaa akasema tumeona utaazirika, lakini Said Ali akatuinua uso. Said Ali ameletewa masala ya dhul arhami. Sheikh Lamini amemwandikia Sheikh Abubakar Bakathiri, Sheikh lake, na masala haya Sheikh Abubakar Bakathiri amwambia mpelekee Said Ali, atayatatua masala hayo. Sheikh Lamini kwa sababu ameambiwa na Sheikh lake, lakini alisema mwenyewe, asema mimi Said Ali ataweza vipi kijana huyu masala haya? Sheikh unaniambia nimpekee Said Ali, lakini nitampekea. Akaipeka na Sheikh al-Azhar, moja akaipeleka Azhar na moja akamletea Said Ali, akampa mtu hapa, amwambia nenda kampekee Said Ali, akamwandikia yale masuala. Akifika Said Ali amemdirika Mokowe pale Kikoni, yuwapanda lori endao zake Kao kwenye da'wa. Akamwambia Sheikh Abdurrahman Mchangamwe, amwambia nimepewa na shekhe hii. Mwambie hali yangu, umenipata hapa, mimi si adabu kumjibu kwenye karatasi ile ile. Aligeuza karatasi akaandika peji mzima jawabu, akaombea, lakini kirudiamu nitampa jawabu ndefu zaidi. Mwambie mimi uliponipata mimi umenipata kwenye lori naondoka. Yule akaitukua Sheikh Lamina akipoa, ila akaambia Said Ali ameandika hivi akaona ile dhana yake ni makosa, ile tosha ile jawabu aliyoipata pale. Basi Said Ali akaenda akamtungia kitabu Bullatul Awam shekhe lake, akaja akamletea kwa swali alompa, na huku Sheikh al-Azhar ameandika jawabu, imekuwa ya Said Ali bora zaidi, ni more comprehensive kama vile tu, lakini imeeleza vizuri. Huyu ndio Said Ali. Kila aondokao huwa kama kisukari, hanguka basi, hakuna mwingine. Hii ndio hatari iliyoko. Taasisi zetu zamalizika. Zamani ilikuwa mtu akitoka Unguja, mtu akitoka Tanzania
atoke atokako, akia pale alipokoma huendelea na yale masomo, ikawa zile taalim manhaji ni moya. Lakini leo akitoka madrasa hii hapa akenda madrasa nyingine ni vingine. Vipi tutakuwa? Lazima manhaji ziwe moja. Ndio Said Ali akapanga hizi manhaji za madaris. Sisi wenyewe ni lazima tusimame wima kwenye taalimu, kwa sababu ikiwa hatutokuwa na hima ya taalimu hatutofika mahali. Na taalimu yetu hata ile ilikuwa misikiti yote kulikuwa baina al-maghrib wal-isha usomwa, na imetoa natija kubwa sana. Sheikh Bereki alitukuliwa akapelekwa zake akapelekwa Vanga, akenda akasomesha kule. Sheikh Bereki akatoka akaja hapa kwa amri ya shekhe lake mwenye Badawi. Ikawa uko msikiti wa Mazurui, kukatokea Said Tafahum, akaondoka akenda Masjid al-Azhar, akenda Mbaruku, na Mbaruku pia kukatokea tofauti kidogo, akaondoka. Lakini yote si muhimu. Muhimu ni ile taalim aliendeleza akasomesha miaka 50 bila ya kuwata. Natija iliyotokea, makadhi wote walitoka chini yake yeye Sheikh Bereki, kwa ile saa moja tu ya kila siku, namna ambayo kwamba ile elimu yetu ikitoka misikitini ndio huleta natija kubwa sana. Shekhe alipotoka Amu, manake Sheikh Bereki aliinukia mdogo, alisomeshwa na Sheikh Abdullah Khatibu. Sheikh Abdullah Khatibu akamsomesha, kisha manake Sheikh Abdullah Khatibu ni mtu alitoa watu wawili, wengi aliosomesha, lakini wawili walikuwa mashuhuri sana. Kisha akawatukua akawapeleka waende wakapate fathi. Akamtukua Bamwenye Said Muhammad Adinani na Sheikh Bereki, akawatukua akawapeleka kwa mwenye Badawi. Huyu Sheikh Abdullah Khatibu ndiye alikuwa khatibu pale Amu. Huyu ni mwanafunzi wa Sheikh Abdullah Bakathiri. Sheikh Abdullah Bakathiri na yeye akamtukua Sheikh Abdullah Khatibu, akampeleka Hadhramuti kwa Habib Ali al-Habshi na kwa mashekhe wote, akapata aloyapata Sheikh Abdullah Khatibu. Elimu ni sanad. Sheikh Abdullah Khatibu akatukuliwa, akaitwa Amu, akatoka akaambia mwenye, akaambia nenda kufanya kazi, akapelekwa Nairobi, akajenga msikiti kule uitwa Riadha Pumwani, akatoa wanafunzi kina Sheikh Chole. Elimu namna hii, elimu huwa namna hii. Lazima upate mtu wa kukushika
man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli billujumi. Mwenyewe Busiri asema, nani wa kunitia khatamu mimi kama namna ya farasi atiwavo khatamu. Ukitiwa khatamu yule farasi utampeka sura utakavo, na wewe lazima upate shekhe akupeke sura takavo. Na wote hawa wamepata khatamu. Elimu ni kwa shekhe, na tusijaribu kufikiria kwamba elimu yetu, taasisi zetu zitapendelewa au tutaweza kurekebishwa na kina Njuguna na Kamau, ikiwa sisi wenyewe hatuwezi kusimamia, kwa sababu hao ambao kwamba si katika sisi hawayataki hizi system zibadilike, ziendelee. Watakutolea kila huja, watakwambia ni wazazi wenyewe wataka. Sasa wazazi wenyewe wataka, nyinyi mwajua kitu hiki ni haramu, wajua kwamba matushen haya ya ni haramu kiserikali, kikatiba. Kuwa vipi mkafungua mashule mkaeka wazi? Fungeni. Mboni hamwawati watoto wakavuta mabangi? Kwa sababu ni haramu. Na pia vile vile hizi tuition za tumaliza, na sisi watu wetu hawana ghera za dini. Tuiambia serikali, funga kitu ambacho kwamba ni haramu. Nyinyi mwasema kwenye katiba kwamba madrasa zozote hakuna ruhusa ya kufanywa tuition, na skuli tuition zaendelea. Mwatuambia kwamba PTA wazazi wataka hukubaliwa tu kila atakalo. Wengi katika wazazi ni watu madhalim, kwa hivyo hawatukuliwi kuangaliwa kile kitu chenyewe. Ni lazima turejee misikitini, hizi taasisi zote, kuwe na masomo ambayo kwamba yatatoka msikitini. Azhar Sharif wakati mmoja ilikuja wakatoa masomo msikitini, wakawahusomesha ndani ya classes, kisha baadaye wakaona natija yaharibika. Sasa hivi leo miaka 15-20 kuna nahdha mpya kabisa, mashekhe wote huenda wakasomesha Azhar Sharif, watu msikitini wakaenda kusoma. Tufanye misikitini kuwa ndio academic center. Mashekhe wetu wamekaa misikitini wakisomesha, na natija ikawa ni kubwa sana. Msikiti una baraka. Ikiwa hatutoweza kuifanya misikiti itoe natija, haina maana misikiti kuwa namna hii, kuwa na air condition na manini. Muhimu ni elimu, muhimu ni kitu kipelekwe kama walivyopeleka wale wazee wetu. Tuiangalie tarikhi yetu, tuiangalie legacy yetu, imetoka wapi, twenda wapi, tufanye tathmini. Kuwataja ni kitu muhimu. Kuwataja sisemi kwamba ni kitu muhimu. Kuonesha kazi zao ni kitu muhimu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameiteremsha suratul Fatiha na kutuambia tena tuisome mara 17 kwa siku. Na katika suratul Fatiha Mungu atuambia an'amta alaihim, wale aliowaneemesha yeye. Tuwakumbuke, tuombe
kama wale walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu. Kitu Mwenyezi Mungu atakiripiti mara 17. Wewe kwa mtoto wako wamwambia kitu mara 17, maana yake ni kwamba wale kile kitu ni muhimu. Na ukimaliza tashahud wasema wa ala ibadillahi salihin. Hakuna kitu kikubwa kama watu wema. Hakuna kitu kikubwa kama kuketi kuwakumbuka ukasema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Hatuwezi kufaulu sisi bila ya kukumbuka watu wema. Hatuwezi kuna lisada sisi bila ya baraka zao. Hawa ni watu ambao kwamba ni kwamba humul qaumul ladhi sakanu, wamekaa ndani ya miji hii ili kulelea watu. Mwenyezi Mungu atatuokoa kwenye janga hili la kilimwengu. Mwenyezi Mungu atatuongoza kama alivyoongoza wao. Wa bihadha wa salamu alaykum wal afu minkum. Nad'uka lana.